wa Mwanza, nitazungumza na baadaye nitamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche kuzungumza na nyinyi. Ndugu zangu wa Mwanza, mwaka 2020 nilikuja hapa Mwanza mara baada ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama, na nilipokuja hapa wakati huo nilikuja kwenye mapumziko Bugarika, lakini mkaniita ofisini na mkaniita kwenye tukio la wazee kunisimika uchifu na kunipa jina la Chifu Malonja. Wakati ule lile tukio linafanyika, Magufuli alikuwa hai, na siku ile ya kusimikwa tukawaambia kwamba kwa namna tulivyofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019, tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 bila marekebisho ya kikatiba na kisheria yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa aina ya utawala wa CCM, watakwenda kupora uchaguzi kweli kweli. Na niliwaambia yale kwa sababu mwaka 2015 ulikuwa ni mwaka ambao CCM kimsingi iliondoka madarakani. Mwaka 2015, lakini wakafanya wizi wa kura. Wakati ule mgombea wa urais wa Chadema, kwa kura walizozitangaza wao, walisema alipata 39% ya kura, takriban 40%. Lakini kwa taarifa za ndani ya serikali yenyewe inaonyesha mgombea urais wa Chadema wakati ule alipata zaidi ya 50%. Kwa hiyo baada ya CCM kuona wamekushafikia kwenye kona ya kuondoka madarakani, wakakubaliana, yani hata kama rais asingekuwa Magufuli baada ya uchaguzi wa 2015, kimsingi kwa zile kura ambazo Chadema ilipata, wakakubaliana kwamba lazima ianze safari ya kukibomoa hiki chama, kwa sababu hicho chama, hiki chama cha Chadema kinakwenda kuiondoa CCM madarakani. Kwa hiyo ndio wakaanza kwanza, zuia bunge lisirushwe live, funga mikutano ya hadhara. Lakini pamoja na matendo hayo, Chadema ikaendelea kufanya siasa kwa njia mbalimbali, ndani ya bunge, nje ya bunge, mtaani, chini kwa chini, mpaka ikafika uchaguzi wa 2019. Tumekaa kwenye kikao, tunaambiwa taarifa, Rais Magufuli tunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Alikuwa rais wakati huo. Anawaambia watu wake, inawezekanaje hiki chama tulichokibomoa kwa muda wote huo kimeweza kuwa na wagombea wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, kwenye mavijiji karibu vyote. Wakaona sasa hiyo ni safari ya kuondolewa 2020, wakaondoa wagombea. Na ndio maana nikawaambia mwaka ule wa 2020
kwamba bila marekebisho ya katiba na kikanuni ya kuwezesha uchaguzi huru na haki 2020 wanatuibia tena. Sasa wakatuibia, wakamuibia Lissu, wakatuibia wabunge, wakatuibia madiwani. Baada ya kutuibia kwa kiwango kile, sisi Chadema tukaweka msimamo wa kutotambua ule uchaguzi wa mwaka 2020 na tukakubaliana Januari 2021, Magufuli bado akiwa hai, kwamba iwe mvua, iwe jua, iwe risasi, iwe nini, lazima tudai mabadiliko kuwezesha uchaguzi huru na haki. Miezi michache kabla tujaanza operation, Mwenyezi Mungu akamtoa Magufuli. Sasa Mwenyezi Mungu alipomtoa Magufuli, watawala hawakujifunza kwamba hakuna mwenye mamlaka ya kimungu kwenye utawala wa CCM. Rais Samia akaanza utawala wake, akaanza na lugha ya kazi iendelee, akatengeneza matumaini hewa. Chadema tulipoanza tu madai ya msingi ya katiba mpya, Samia huyo hapa Mwanza akamkamata aliyekuwa mwenyekiti Mbowe, akambambika kesi ya ugaidi kwa madai kwamba ni chokochoko za katiba. Mbinu hii Samia aliyoitumia Julai 2021 kumbambika kesi Lissu Mbowe ya ugaidi ili Chadema iseme Mbowe sio gaidi, Mbowe sio gaidi. Mbinu hiyo Samia ameitumia sasa kumbambika kesi ya uhaini Lissu ili Chadema ibaki iseme Lissu sio maini, Lissu sio maini, free Tundu Lissu. Safari hii kwa sababu tulishajifunza kwa walichotufanyia mwaka 2021, tulikaa viongozi wakuu tukiongozwa na makamu mwenyekiti Heche, na tukazungumza na Mheshimiwa Lissu mwenyewe, na tukakubaliana kwa pamoja kwamba wakati yeye akiwa gerezani, wengine tuendelee na mapambano mpaka kieleweke ya no reforms, no election. Na ndio maana mimi nilikuwa sana ofisini na kwenye mafunzo ya viongozi, sikuwepo kwenye mikutano ya hadhara, lakini sasa nikaingia rasmi kwenye mikutano ya hadhara kuiongoza timu ambayo Mheshimiwa Lissu alikuwa anaiongoza hapo awali mpaka kieleweke. Sasa nataka kuambia Mwanza, watawala baada ya kuona no reforms no election inaungwa mkono na wananchi, inaungwa mkono na taasisi za dini, inaungwa mkono na taasisi za kimataifa, watawala wameamua kama mbinu ya kuzuia, ya kudhibiti no reforms no election, kama mbinu ya kumsaidia Rais Samia asiyekubalika kwa wananchi. Akubaliki si ndio? Akubaliki si ndio? Akubaliki si ndio? Wale mnaosema Rais Samia akubaliki kwa wananchi, vidole viwili juu. Rais Samia akubaliki kwa wananchi, vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Hiyo ni sauti ya Mwanza, Nyamagana na Ilemela. Asanteni. Sasa kwa kuwa hakubaliki kwa watu, Chadema imeweka msimamo wa no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwamba upatikane uchaguzi huru na haki, na wanajua kwamba uchaguzi huu ukipatikana anaondoka madarakani. Ndio maana sasa, na nalisema hili hapa Mwanza, sasa wameamua kuishambulia taasisi ya Chadema. Kumshambulia Lissu kwa kumbambika kesi ya uhaini ni moja tu ya shambulizi ambalo wameamua kuishambulia Chadema. Shambulizi la pili, wamefungua kesi wakimtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar anaitwa Said Issa Mohamed, kazi ikifanywa na mtu wa karibu na Samia,
akimshirikisha mtumishi wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mratibu wa mambo hayo akiwa aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu Juma, wamekwenda kufungua kesi ya Said Issa na wenzake watatu. Ukiangatazama kesi nje kama vile wanadai maslahi ya Zanzibar ndani ya Chadema, lakini kumbe siri ya ile kesi ni ombi ambalo wameiomba mahakama, kama mahakama izuie shughuli zote za Chadema nchi nzima. Nyinyi mko tayari Chadema izuiwe kufanya shughuli zake? Mko tayari? Sasa na vidole vili juu wale wanaosema kwamba Samia na watu wake waondoe huo upuzi wao wa kesi yao ya mahakamani, waondoe hiyo zuio la shughuli za kisiasa za Chadema, waondoe hizo mbinu haramu za kudhibiti Chadema. Salamu hizo za wananchi wa Nyamagana na Imbelea.